Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Tunaujaribu kutafuta ukweli. Tunaona kama taifa hili limeanza kushindwa kuishi katika mfumo wa sheria. Kwa hiyo kitu kile mnaita rule of law imeanza kutupa shida. Na mkishapata shida katika rule of law, mnakuwa the rule of the jungle. Natoa mfano miwili kwa nia njema tu. Katiba yetu inasema nani ana mamlaka ya kutoa uhai wa mtu? Ni mahakama. Na mahakama kule una procedure. Aliyeruhusu leo mtu anaweza kaingia mwenye basi akakukuta, akakuburuza, akakutoa nje, wote mwenye basi tunatazama tu, na ni raia, na sisi tuna wajibu katika katiba hii kulinda katiba yetu. Mwenzetu anaburuzwa mule, wote tumebungaa tu, hata tuseme mnampeleka wapi, anapotea. Mmoja alipotea, lakini ampotea leo, kesho akaonekana ameuawa. Nadhani mnakumbuka, ni mimi peke yangu, mimi hapa niliodiriki kusema mambo gani hayo. Mwingine mniambie aliyesema ni nani? Si ninyi ni watu wa media? Ninyi mlisema? Mimi nilisema. Nani anaruhusa hapa ya kwenda kuchukua mtu mwenye basi? Anatuaibisha kabisa, anachukua mwenzetu, anakwenda kisha ameua. Alafu kesho yake anakwenda kwenye mazishi kule Tanga, anakwenda anabadilika, anataka kuhubiri Uislamu pale. Walimstahi, ilitakiwa umpige. Unatuletea maiti alafu unakuja kuhubiri dini hapa. Na wako wengi. Mmoja kijana mwenzenu pole wanamtafuta. Mnajua aliko? Wewe unajua aliko? Wanasema mimi najua. Nataka kuambia leo sijui. Ndio. Kwa sababu mnaeneza kwenye mitandao, nataka kuwaambia Watanzania sijui. Lakini nilisema naye mara mbili hapa. Mara ya kwanza ananieleza shida zake alizopata kule kwenye kazi Malawi, mwisho akahamishwa akaenda huko. Uniacha niseme hii ni mchango katika mazungumzo haya. Mara ya pili akaja anasema kusiwe na uchaguzi. Mimi nikamwambia kama hakuna uchaguzi hamtakuwa na rais. Kama huna rais, nani ataongoza nchi hapa? Si ni vacuum kama mchagua leo na uchaguzi ndio rais anapatikana. Kama haupo, nani anaongoza nchi yenu? Concepts za no reform, no election. Matatizo ya reform na uchaguzi katika vinchi vyetu yapo. Lakini kuzuia uchaguzi ili msipate viongozi, it's a very serious thing. Then nchi inakuwa ina vacuum. Na sasa hivi na vacuum kwa sababu kuna ubishi kwamba hiyo sio rais, sio nini. Mara ya tatu atukubania akaenda. Mara ya tatu akafika huko akaniambia. Aniambia kwenye simu. Mzee, kama ile agenda haipo, mimi naona niache kazi. Nikamjibu maneno haya. Fata dhamira yako. Nilimwambiaje? Fata dhamira yako. Asiniombe ruhusa kama anataka kuacha kazi. Mimi sikumchagua. Fata dhamira yako. Tangu wakati huo nilichomuona ni kwamba yuko kwenye mitandao. Mwisho nimeona kwenye nyumba yake wanasema damu yake ni hii, lakini sikumuona yeye mwenyewe. Sijui alikwenda wapi. Mnajua aliko?
That is a serious thing. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo raia wanapotea. Hii ni briefing yenu, lakini tutazungumza kwenye kakarata. Hii ni briefing. Narudi, hatuwezi kuwa na nchi ambako raia wake wanapotea, wanaburura, wanapotelea vichakani. That means unaweza kuburuzwa leo, mkeo, watoto wako. Sasa hivi dini zimegawanyika, na kuna rumors wakati mwingine viongozi wetu wanawahonga. Sasa kama dini unahongwa, ni dini hiyo? Ukabila umerudi. Woga. Media, mnisamehe na waelewa. Ukifanya gazeti linafungwa, TV inafunga. Nani alikuwa ananiambia mengi Joseph wakati tunaanza mambo kabila ya katiba. Unajua tu alikwenda pale Warioba akapigwa pale. Mengi namwambia tuendelee, anasema nini yangu itafungwa. Ninyi siku hizi mnaoga fulani, na sitaki kusema sana, mnaojua kwa sababu matokeo yake mnajua. Hayo ndiyo tumeona nani wanaweza wakasimamia zoezi hili ili tutenge mambo mawili. Moja, huko msiba ni wetu wote, wala tusinyoshiane vidole. Ni wetu wote. Makosa mkiona yako huko mpaka juu na nini, tume ya rais wetu itakapotoa itatu. Mimi naomba tuikubali. Watu wanaikataa, lakini ndiye aliyochagua chombo cha kutuletea watu. Yale yatakayokuwemo tunayokubali, sawa. Yale tuja tukatae, yale ambayo tusikatai tume tuiunga mkono, ituletee habari, na wanatuletea wiki mwezi unaokuja. Hilo la kwanza, itatuonyesha msiba, ili ile taifa tuweze kuunganika wa Tanzania. Na msiba ule ukija, tulie pamoja. Tusipoteze umoja wetu kwa ajili ya ule msiba. Ni ajali hiyo mbaya. Pili, sasa tutazame wazee wakitusaidia na viongozi wetu hao wakituunga mkono wazee. Nini kimesababisha mpaka tukafika hapa? Hayo tuzungumze wote. Na hapo ndipo tutakapokuwa tunategemea mtusaidie mazungumzo hayo yawe ya uhuru, ili tuweze, na mimi navyoona tukizungumza vizuri sasa hivi pamoja na msiba utukilia kama wa Tanzania, isitufarakanishe. Mkifiwa mfarakani, mnalia pamoja. Hiyo tutaona kama kuna wajibu na nini, tutaona huko. Lakini mazungumzo nini kimetokea, tutazungumza wote kwa uhuru, ili hii katiba anayosema mama atatuletea mawazo yetu. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.